nafsi mpya, oh, nafsi mpya. Mama, kuna jambo nimegundua. Kuna dada anamchukia yule mama mjamzito, na huyo dada amempa kazi mama Laura. Sasa wewe dada unamfahamu? Mama, ndiyo namjua, na hivi sasa nataka nikampe onyo. Kama akikataa nitamwonyesha mimi ni nani. Wewe Samaila. Samaila tuokoe Samaila. Samaila waokoe Samaila. Samaila. Odi. Na moyo Kipete mdogo wangu, nimefurahi sana. Vipi, mbona hivyo? Ndugu yangu, tulivyokuwa tunaishi pale mtaa wa Farasi, alikuwa ananifahamisha kuwa ana ndugu zake pale, na alikuwa ananisumbua sana. Ikabidi tuanze kufuatilia. Tumefika pale tukajulishwa kwamba wewe umeshahama pale, kwa tukaelekezwa huku. Ndio hapo unavyoona tumemleta hapa. Sawa kaka, yaani umefanya jambo la maana sana. Wewe ni mfano wa kuigwa ndugu yangu. Asante sana bwana. Ndugu yangu, kama anavyosema kaka, karibu sana nyumbani. Ndugu yangu Majalia. Ndio. Asante sana, nashukuru. Haya, tuko pamoja. Tuendelea kuwasiliana. Hivi wewe unajiona ni mjanja sana eh? Unavyomfanyia mwenzako sio vizuri. Umetumwa eh? Umetumwa? Hivi unanijua mimi? Hata kama sikujui, unachomfanyia mwenzako utashindwa. Oh, Samaila, mdogo wa mwili, mdogo wa umbo. Mtoto mwingine kama imetumwa. We mama Laura! Mama Laura! Naomba utoke huko ndani sasa hivi. Yaani wewe jifungie tu uko ndani. Kumbe upo eh. Sasa nimekuja hapa kwa taarifa yako. Mambo yako yote unayoyafanya mimi nayajua. Sijui unanielewa, na hamna hata moja utalokuja kufanikiwa. Kama hujui mwenzio kwetu nimeaga. Sijui unanielewa, kila aina ya dawa nishaioga na nishainywa. Au niwezi na utaniweza mimi wala mimba yangu. Sijui unanielewa? Umeelewa eh? Huo uchawi wako wafanyie wote hapa. Sio mimi. Yaani hapo umeukanyaga moto. Na ole wako nijifungue vibaya. Huyu mtoto huyu. Nikijifungua vibaya huyu mtoto huyu, nakwambia hivi, utakaa naye mpaka akae sawa. Na nitatangaza mtaa mzima hapa hayo mambo yako unayafanya. Shenzi mkubwa wewe. Mama mtu mzima. Yaani unaacha kufanya mambo yako ya dini huko, unakuja kufanya mambo yako ya kishirikina katika miji ya watu. Utawapata wote. Mimi huwezi ukanipata hata siku moja. Na ole wako nitokee tena kwenye ndoto. Habari ya kunitesa kwenye ndoto ukome. Mama mdogo kabisa, lakini una mambo kibao ya kichawi. Sura imemshuka na imempayama ovyo. Siniangalie. Oya. Wanawanga tu ni uchawi tu.
Nashukuru sana mdogo wangu kufika hapa. Aisee, pole sana kaka. Lakini imekuwaje mpaka umekuwa hivyo ndugu yangu? Unajua mpaka muda unakaa nafikiria. Ya dunia ni mengi sana. Chanzo cha kuwa hivi mimi ni mwanamke. Mwanamke? Ndio. Mwanamke ndio alonitoboa haya macho mimi. Nilikuwa naye katika mahusiano. Mwanamke anakujaje kujaje? Yaani mwanamke akafanya kitu gani ambacho mpaka anafikia na kutendea unyama kama huo kaka? Nilikuwa hivi. Hicho ndo kilichonikuta mpaka kuwa hivi. Aisee kaka. Yaani kipindi kile ambacho unachonisema mimi kuhusu msala wangu nikajiona mimi ni mtu mwenye dhambi kuliko mtu yote duniani. Lakini kaka umenizidi. Aisee, dhambi yako ni kubwa sana. Lakini mimi sikuwa miongoni kwa wale waliobaka. Ila tu niliwatetea. Ndio maana ikanikuta hukumu hii. Sawa kaka. Sio mbaya kwa kuwa upo hapa. Na mimi ndugu yangu siwezi kukutupa. Wewe utakaa hapo, utapoa hapa. Hapa namsikilizia tu bibi mkubwa akifika nitamuelekeza ya ujio wako. Karibu kaka. Nasikilizia bibi mkubwa akija nitamuelekeza kuhusu ujio wako hapa. Nashukuru kwa hilo. Sawa, siwezi kukutupa mwanangu. Karibu. Jisikie kama uko nyumbani. Baba, unahangaika wewe? Mke wangu nje Hebu naomba unipishe basi nikapumzike, tutaongea baadaye. Bulldozer, wewe ulinikimbia kisa yule mwanamke wako. Sasa leo umefuata nini hapa? Waifu, mke wangu, hapa si nyumbani kwangu? Maswali gani hayo? Kwani wakati ulivyoondoka hapa palikuwa sio kwako, sio kwa mke wako? Labda leo na mimi sifai, sio tepo yako, sina hadhi kuwa na wewe, ndio maana wakaondoka mazima. Sana shangaa matendegu leo umearudisha hapa. Usiseme hivyo mke wangu bwana, usiseme hivyo. Wewe una nafasi kubwa sana katika moyo. Hakuna mwanamke ananichanganya mimi na kunivuruga zaidi ya koe cheupe wangu mke wangu. Kurudi lazima mimi nirudi. Nisirudi hapa? Yaani hii na safari hii nikwambie, hapa mimi nimerudi mazima. Ndio nimesharudi kwa mke wangu. Sasa nimepata kitu. Kumbe huko kishanuka. Kwa hiyo kungekosa kunuka huko, wala usingekumbuka kama kuna kurudi nyuma. Ngeenda mbele. Lakini mke wangu, wewe unajua fikra gani? Yaani unajua fikra jinsi gani ninavyokupenda mimi. Unatambua hilo? Nyonga mkaliaini wewe. Unajua kabisa mimi cheupe wangu siwezi nikakuacha mbali. Wewe ndio kunistiri mimi. Mke wangu. Hebu tuyamalize basi na wewe bwana Usiwe hivyo cheupe wangu. Nikuulize swali kidogo. Kama ungekuwa na tabia nzuri, kuna maana kwangu ungerudi au singerudi? Kurudi lazima ningerudi. Kiukweli kabisa, na nimejua nafasi yako na umuhimu wako wewe. Hakuna kabisa mwanamke aliyoteka moyo zaidi yako. Mimi hapa ndo nisharudi mazima. Sawa, umerudi. Ila hapa kwangu kwa sasa kuna sharti moja. Kwenye mambo yangu usiyaingilie. Mke wangu, yaani mimi nimuone mtu kabisa anakukosea nimwangalie, nimuone mtu anakuletea habari sizo, mimi nampiga kombola. Tena mimi mmeo sasa hivi uchawi wangu mkubwa
umejiupgrade. Uchawi wangu kila baada ya saa unajiupdate. Mimi mke wangu ni mafutulisha watu mchana mimi. Ile azana saa 7 unaiona wewe, azana saa 7 ile. Mimi nikabadilisha mambo, mchana kukawa kweusi. Watu wakapiga uji. Wewe usijigambe bwana. Uchawi wenyewe wa kulisi. Mke wangu. Ukisikia uchawi wa kulisi lazima uongezee, hata uchawi ukiwa kwako mwenyewe. Sawa sawa na mapishi yenu mnaopika pika mchuzi, lakini kuna viungo lazima uvitie udambu, usifanane na wa jirani. Sawa. Weka mizigo yako hapo nje. Utanikuta nje. Sawa wife. Bwana angalia chini wangu mambo. Sawa. Yaani bora hata nimekuona hapa, nimetoka kulingurumisha huko kwa mama yako. Naomba uongee na mama yako akome kunifuatilia maisha yangu, akome kuifuatilia mimba yangu. Sijui unanielewa? Unanisikia ninachokuambia? Mama yangu amefanya nini? Aha, swali zuri sana umeniuliza. Mama yako ananiloga. Haiwezekani kila siku yeye nimuone kwenye ndoto, si za mchana si za usiku. Kila siku namwota yeye, mara ananikaba, mara ananikimbiza, mara ananichukulia nguo zangu, nimechoka. Sasa jamani, dawa alivyo. Mbona ukawa unamwisi mamangu? Pengine hizo ndoto tu na sio yeye. Namwisi mama yako. Ina maana huu mtaa mzima yupo mama yako tu. Kwa nini leo nisingemwota mtu mwingine na kesho nikamwota mtu mwingine? Kila siku namwota mama yako tu. Naomba ukae na mama yako umwambie, japokuwa tayari nishamsuuza huko alipo. Ukae umwambie aache kunifuatilia na akome, atakuja kudondokea pua. Kwetu nimeaga. Sijui unanielewa? Sichezewi ovyo ovyo mimi. Umfikishie huo ujumbe. Sawa? Au naye ndo wale wanga kubwa. Nafsi mpya nafsi mpya ona. Mama, kama unavyomwona ndugu yangu la moyo hapo ana matatizo, hivyo basi nilikuwa naomba aweze kuishi hapa, kwa sababu kutokana na hali yake sidhani kama anaweza kaishi peke yake. Sawa, hamna shida. Acha tuishi na sisi hapa, hamna shida. Ila la moyo mwanangu. Naam mama. Kwani kitu gani kimekupata mpaka ukaa katika hali hiyo? Mama, ni mitihani tu ya kidunia. Waswahili wanasema kabla hujafa hujaumbika. Mama, mimi napinga kabisa huyu mtu kuwa hapa. Kwa nini? Mama, matatizo yote yanayotokea hapa mimi ndio napambana nayo, na watu waliosababisha ikiwemo huyu yupo. Kwa nini Samela unapinga? La moyo si umfahamu? Si ndugu yangu? Huyu ni mmoja wao katika watu wote wanaosababisha haya matatizo. Mama, wewe ndo mwenye maamuzi. Mimi nakusikiliza wewe tu mama. Sawa, mimi ndo mwenye maamuzi, lakini tunakosa tumsikilize Samela. Si unajua Samela mambo anayoyaongea mara nyingi yanakuwa na mashiko. Mama, kuna kitu nataka niongee kidogo hapa. Kelele. Sitaki kuongea neno lolote hili. Kifupi, nitaka ondoke katika hii nyumba. Samela, mdogo wa mwili, mdogo wa umbo. Wewe, mdogo wa mwili. Mama, hiki kitoto bwana unajua unakidekeza sana sometimes. Kipete, mimi sio kwamba namdekeza Samela. Isipokuwa unajua kabisa Samela kila kitu anachokiongea inapaswa tukizingatie, kwa sababu mara nyingi maneno anayoyaongea Samela yana mashiko ndani yake. Mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja mwanangu Kipete. Hebu jaribu kwenda kuongea na Jalala kwanza. Ikiwezekana
aende akaishi naye pale kwake, au wewe unaonaje? Sawa. Walivyo mdogo wangu, hizo nywele tangu asubuhi hujamaliza. Wewe acha tu dadangu. Yaani hizo nywele nilifumua nikasuka, lakini nimeshindwa kwenda kukaa kitaa kwa hizo ikaika nazopitia. Acha tu. Shida nini? Asante Mungu. Yaani bwana uniuliza shida nini? Nina njaa, nimekaza kuanzia asubuhi mpaka saa hizi. Nikasema shida gani nifu wakati dadangu yupo. Ndio nimetoka huko nimekuja hapa. Kama una kiporo, kama una nani hata kilichosalia kimkate, ni ile kwanza, usiku nitajua mwenyewe. Walivyo una hatari sana. Unatakiwa uwe na akiba. Ikifikia wakati wa kujifungua, sitakuwa ni hatari sana. Ni kweli dada unavyosema, lakini sasa nitafanyaje? Sina kazi, shemeji yako ndio hivyo. Nimebidi tu nimwachie tu Mungu. Mungu mwenyewe ndio atajua mimi nitajifungua vipi. Sina namna. Haya, wacha basi nikupikie na chakula kingine nikuandalie uondoke nacho. Nitashukuru sana dadangu. Yaani hapo kwenye hiyo chakula kama kuna kisamaki ulikificha, naomba tu nike. Maana nina uchu, nimekaza lakini acha. Mama, mbona naangalia kule sana? Kwani kuna nini? Kuna mtu nimemwona amesimama pale, amevaa shuka jekundu. Sasa amesimama muda mrefu, namwangalia sasa hivi simuoni, naona ametoweka. Najiuliza yule mtu ni nani? Nashindwa hata kuelewa. Mama, nilikwambia huku ni pabaya zaidi, bora tungebaki kule kule. Sasa umeona yaliyotokea. Mwanangu, mimi niliuza kule na kuja kununua hapa ili tuwe mbali na wale watu. Wewe mwenyewe si ulikuwa unaona matatizo tulikuwa tunayapata kule kila siku, yani yavishi viloja. Sasa haya mauzauza utaona kila siku. Lapsi mpya, oh, oh, na